Kwa sababu kwanza kesho ni public holiday. Ni public holiday. Na kwa sababu ni public holiday, matarajio ni kwamba watu wengi hawaendi makazini, kwa hiyo movement haitakuwa kubwa. Lakini pia wako wengine kwa shida mbalimbali, movement kwao ni kitu cha kawaida. Kwa sababu public holiday pia watu wanataka kwenda kuenjoy, wanataka kwenda kufurahi, wanataka kufanya nini. Tunachopenda kusema kama hakuna ulazima sana wa wewe kutoka, basi ujizuie, kwa sababu haya mambo kama ninavyosema hayatabiriki. Haya mambo yanajadiliwa kwenye space. Mjadala mkubwa huko kwenye space. Ukiangalia kwenye ground huko huoni, lakini siji watu wanavyohamasika siku hizi na vitu vya kwenye space, kwenye cyber space huko. Hata wakaweza kutekeleza jambo waliotekeleza tarehe 29 na tulikuwa tunafikiria mwezi Oktoba, na tulikuwa tunaliona kama la kawaida kwamba haiwezekani. Kwa hiyo huwezi underestimate. Lakini kimsingi kama hakuna ulazima wa wewe kufanya movement, jizuie, uangalie kidogo na hali halisi inakwendaje. Lakini uhakika uliopo ni kwamba sisi upande wa serikali na jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa salama, na wala hatulazimishi mtu kubaki kama ana shughuli. Sisi ni kutoka na vile vitu ambavyo ni muhimu, ili utakapoulizwa uweze kusema tu mimi natoka hapa naenda hapa na shughuli yangu ni hii, na ama kitambulisho, vitu kama hivyo ambavyo kwa zile siku 3 nadhani mli experience na mliona kwamba nchi zetu waliovuruga amani wanaishije. Yani maswali inabidi usichoke, utaulizwa na lazima ujieleze. Maana tumeitaka wenyewe, sasa lazima tuende na staili hiyo. Lazima uulizwe maswali, unatoka wapi unaenda wapi. Lakini niwahakikishie tu kwamba sekta binafsi iliyoko hapa ndani na walioko nje kwamba Tanzania ni shwari, mpaka sasa hivi ni shwari, na tunaendelea vizuri kuendelea kudhibiti hali ya usalama tukishirikiana na wananchi wote. Umezungumzia swali lingine la kukamatwa kwa watu, namna ya ukamataji. Hili mimi nimekwisha mwelekeza IGP nikaambia bwana, katika kipindi hiki kwa kweli mimi nisingependa ukamataji wa tofauti. Ukamataji ninao upenda mimi ni ule wa kwa mujibu wa sheria. Askari amevaa sare, askari anakwenda ripoti kwa mjumbe kwamba kuna mtu mimi na jeshi la polisi tunamhitaji, tunataka kwenda kumhoji, basi tunataka kumchukua. Basi anagongewa yule mtu, anachukuliwa tena mchana. Maana yake mtu saa nyingine yupo pale, anajulikana yupo, kuna sababu gani ya kwenda na akitoka hapa anajulikana kazini kwake wapi, akitoka hapa anajulikana shughuli zake anafanyia wapi, movement zake zinajulikana. Ya nini uende ukamkamate nyumbani kwake na watu wamevaa ninja au hawana sare, maslaha makubwa. Sio ukamataji mzuri. Tumekubaliana IGP, tumekubaliana kwamba ukamataji huu hapana. Tunataka ukamataji ambao wananchi wetu wameuzoea, wenye staha. Sasa hataki mtu akikamatwa basi hata watoto wake wapate hofu pale nyumbani. Ya nini kupeleka hofu mpaka watoto? Unaiacha ile trauma, yule mtoto atakuwa anawachukia polisi tu. Wakiwaona polisi wanasema ulimkamata baba au ulimkamata mama. Hapana, sina mimi nadhani ukamataji mzuri ni ule wa kistaa, na maada mtu hana tishio la kukimbia au hajui, kwa sababu mmeshapeleza na mnajua hajui. Kwa unapoenda kumkamata unaweza kumtegea tu hata ametoka nyumbani kwako ukatona bwana unaitwa kituo cha polisi. Ndio ukamataji uzoea huo. Kwa hiyo huu mwingine huu ukamataji wa tofauti na hivyo tumekubaliana, isipokuwa shughuli za kipolisi ziko nyingi, masuala ya kiusalama yako mengi, yana levels tofauti. Pale itakapobidi ya namna hiyo basi hiyo inayefanana na aina ya kosa, kuliko hata kosa kadogo tu mtu kaposti. Unajua hivi simu hivyo, mtu mwingine kaposti ka kitu tu hivyo, uchochezi. Hapana, hii tumekubaliana na hili haliwezi kuwepo kabisa katika kipindi hiki. Na kwa kweli nadhani na lenyewe ndio limechochea sana kuleta wananchi baadhi kuwachukia polisi, lakini polisi hawa ndio wanaofanya kazi nzuri mpaka huko mtaani tunaishi kwa usalama.